implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaja kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Hapa hatujazungumzia bodaboda ambao wamekamata. Huyo mtalii atalala kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye AFCON Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu, na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi ambao mko madarasani, walimu mnaenda kufundisha, mnafundisha nini? Mwenzenu amepewa kesi ya ugaidi ya uongo. Utasema ni Kaijage wa UDOM, kesho utakuwa wewe wa Sauti, kesho kutwa atakuwa yule Juma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, siku nyingine atakuwa mwalimu fulani. Kwa sababu tuliposema, alipobambikiwa kesi Lissu, walisema ni Lissu. Leo wamefikiwa walimu wa vyuo vikuu, kesho itakuwa waandishi wa habari, kesho kutwa itakuwa wachezaji, siku nyingine itakuwa wasanii. Lazima tupige kelele, lazima tupige kelele kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Ndiye anarusha mateke ya aina hii. Na sisi we want to be blackmailed. Hatutakubali kuwa blackmailed. Hakuna atakaye tushinikiza kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa sheria na nje ya haki. Hatutakubali. Hatutapigia mtu yoyote magoti kwa uongo. Kwa wanachadema wawe imara. Mawakili wetu watashughulikia mambo haya, lakini ni vizuri tukaweka rekodi. Natumia nafasi hii kuagiza mawakili wetu, mwanasheria mkuu wa chama na mawakili wengine wote, aandae timu maalum za kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu hao wanaachiliwa immediately, wanarudi kwenye shughuli zao. Wanachama wetu nchi nzima, hakikisheni mnaonana na familia hizo za watu ambao ndugu zao wamekamatwa. Tuwasaidie familia zao zisilale njaa kwa sababu watu wao hawapo. Kama tutakula makande, tutakula makande wote. An injury to one of us is an injury to all of us. Maumivu ya mmoja wetu ni maumivu ya wanachadema wote. Kesi ya hawa viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Tunahitaji kuwa na mshikamano zaidi kipindi hiki. Testing time. Lakini nyakati nzuri ambazo wazungu wanasema when the going get tough, the tough get going. Mwendo unapokuwa mgumu, wale wagumu ndio wanasonga mbele. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania. Tunaamini kiasi gani katika kubadilisha nchi. Tunaamini kiasi gani
katika kuleta mabadiliko ambayo watu wengine hawataumizwa kama tunavyoumizwa, na ili watu wengine watakao kuja kuishi baada yetu waseme wazee wetu waliishi wakatuondolea adha, wakaumia ili sisi tuishi vizuri. Wakumbuke makaburi yetu, wakumbuke majina yetu, kwamba hawa walitoa damu zao na miili yao ili leo sisi tuendeshe gari bila hofu. Nchi imejaa hofu, hakuna anayejua nani atatekwa, hakuna anayejua nani atawekewa kesi, hakuna anayejua nani atapigwa risasi. Nchi imejaa hofu, tunapaswa kuondoa hofu hii. Ndio maana tumesema tutaandikia Amnesty International, tutaandikia Human Rights wa UN Commission, tutaandikia kila mtu, na sio kwamba tunaandika lini ili na kujibu na yule ambaye tumesha draft barua zitakuwa mtaani kuanzia jana. Tuna chama ambacho ni very active, tuna system ambayo inafanya kazi vizuri sana kwenye chama chetu. Kwa barua nyingi zimeisha kuwa drafted, kuanzia Jumatatu zitakuwa kwenye ofisi zinazohusika. Kwa tunaomba TLS kupitia section 4, wanajua kazi ya TLS ni kulinda watu wanaoonewa hivi. Legal and Human Rights Center watusaidie, Human Rights Defenders, watu wote, mashirika ya kimataifa wasaidie kutuongezea nguvu, kutusaidia fedha za kuongezea mawakili ili mawakili hao wafanye kazi. Watanzania ambao kwa kweli wametuchangia. Leo nimeambiwa tukiwa hapa tulikuwa na milioni 218, haijawahi kutokea. Milioni 218 kwa shilingi 1000, 2000. Kuna mtu amechanga shilingi 100, shilingi 200, milioni 218. Ukizigawa hata kwa shilingi 1000 unazungumzia maelfu ya watu. Ukigawa kwa shilingi 500 unazungumzia maelfu ya watu. Tumefikisha milioni 218. Ina maana kila siku iendao kwa Mungu Watanzania wanatuchangia zaidi ya milioni 15,500,000. Kwa hiyo tunawaomba waendelee kuongeza nguvu, kwa sababu tuko overstretched sasa. Tulikuwa tunachangia baraza kuu, limeingizwa na hili jingine. Mawakili watahitaji kusafiri, na mtu anayesema sisi tunachafua nchi kimataifa ni mjinga kabisa. Wanaochafua nchi kimataifa ni hao wanaofanya haya matukio. Tunaelewana vizuri? Wewe dada, ukiwa na mume wako ndani akachukua panga anataka kukukata humo ndani, eti useme nikitoka nje hapo kulia jirani wanisaidie, ni aibu. Utakuwa mwenda wazimu, atakuua. Unaelewana vizuri? Kwa hiyo ukikimbia nje kwa majirani hapo kupiga kelele, umetumia akili. Na ndicho tunachofanya si Chadema. Majirani tusaidie, wanatuua humo. Ndio maana tutasema UN, tutasema Uingereza, tutasema kila Commonwealth, tutawaambia everybody, tutamwambia Umoja wa Ulaya, ni Marekani, everybody atajua kinachoendelea huko. You won't kill us inside here silently. We won't die silently. Tutakufa na kelele. Ndio maana kuna vibaraka wanasema twende kwenye kitu kinaitwa maridhiano ili Lissu aachiwe. Kwa Lissu amekamatwa kama blackmail. Yaani anatumika kutulazimisha sisi tufanye mambo ambayo sio sahihi. Kwamba wanakukamata alafu wanakuambia njoo utupigie magoti ili tukuachie. Na sisi tumekataa. Watamwachia kama walivyomkamata. Hawatamwachia. Hakuna sehemu watampeleka, na chochote kikimtokea kibaya tulishasema haitakubalika. Kama alivyoingia mzima, wanachadema na Watanzania wanataka atoke akiwa mzima hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hatutapiga magoti. Hatutapiga magoti. They are dealing with wrong people. Hilo lieleweke. Kwa nia yao ya kuchelewesha kesi ni kuonesha, na inatupa kiu zaidi ya kupigania katiba mpya. Ndio maana wanafungulia watu kesi ambazo hazina dhamana. Kijiuliza kwa nini watu wafunguliwe kesi? Viongozi wa Chadema sasa hivi wanafunguliwa kesi aina ngapi? Ni ugaidi, uhaini, labda watafungulia na kesi za uhujumu uchumi ambazo hazina. Viongozi wa Chadema utawaona kwenye kesi aina ngapi? Kwa sababu kwenye kesi za uchochezi wanajua tutaenda, tutapewa dhamana, tutadili nao, tutaendelea kuwashughulikia. Kwa wanafikiri wanaenda kututunza kule. Lakini wanachafua nchi. Hakuna mwekezaji atakuja. Wachezaji hao wanaowaita mpira watakuja hapa, wana hofu nchi ya kigaidi. Nani anataka kwenda kwenye nchi ya kigaidi? Hakuna watalii watakuja, na sisi tutaandika, tutaeleza. Ndio maana watu wanakuja, wawekezaji wanaenda kuwekeza Kenya. Sisi sote tunajua gaidi ni nani na ugaidi ni nini. Watu watakubali. Utamkamata Heche, ataibuka Heche mwingine.
Utamweka Lissu ndani? Si walisema wanamweka Lissu ndani chama kitakufa? Kimekufa. Ndio kinakuwa cha moto zaidi. Wakimweka Heche atakuja Chagurani, atakuja Badi, atakuja nani, yani huu moto umeshawaka. Hakuna namna ya kuuzima. Asanteni sana, na la mwisho, Watanzania endeleeni kuchangia Chadema kwa kasi zaidi. Baraza kuu letu la chama liko pale pale. Haya mambo yanayofanyika ni distraction ya kututoa kwenye reli. Let us focus. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Baraza kuu la chama linakwenda kuamua mambo makubwa ya kihistoria kwenye nchi. Na baada ya baraza kuu tutakuwa na msingi mpya kabisa tutakaotembea. Tutakuwa na msingi mpya kabisa tutakaotembea baada ya baraza kuu. Asanteni sana na Mungu awabariki.